Tuko hapa kutafsiri maono na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia hotuba yake aliyoitoa tarehe 14 mwezi Novemba mwaka huu wa 25 kwenye bunge la 13 pale Dodoma. Pamoja na mambo mengine, lakini sisi wawakilishi wake tuhakikishe tunawapa tabasamu wananchi ambao wamemwamini Mheshimiwa Rais na kumpa ridhaa ya kuwaongoza tena. Mnamo tarehe 25 tulikuwa na kikao cha vijana pale uwanja wa NBC, na moja ya kero ambazo walizitoa ni pamoja na ubovu wa barabara, changamoto ya miundombinu ya barabara kwenye barabara hii ya Nyashimbi kwenda sokoni na barabara ya Kaku Mongolo Center kuelekea kwenye maeneo ya makazi ya watu. Kwa hiyo baada ya kupata kero hiyo ya wananchi ambao walikuwa ni vijana, kilikuwa ni kikao cha vijana, ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kahama ilichukua hatua ya kutafuta mtambo ili kuhakikisha kwamba kero hizi za wananchi za miundombinu ya barabara ambazo zimekithiri kwa baadhi ya maeneo kwa sababu ya mvua hizi zinazoendelea, basi zinatatuliwa kwa haraka ili wananchi wasikwame katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku, hasa katika shughuli zao za kujitafutia kipato. Nitoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais kupata taarifa kwamba serikali imetutengea fedha kwa ajili ya kumaliza kabisa changamoto ya miundombinu ya barabara katika wilaya yetu ya Kahama. Lakini ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kahama kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba wananchi tunapata kero tunatoa kwa wakati, iliona ichukue hatua za haraka wakati tunasubiri sasa fedha zije ili toe shukrani za dhati hususan sana kwa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kutatua changamoto za wananchi kwa muda mwafaka. Kama leo nimepata greda kwenye mtaa wangu wa Nyashimbi likiwa limeambatana na Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo mimi natoa pongezi za kutosha kwa maana ya kupunguza kero mbalimbali hususan sana sehemu ya miundombinu katika eneo langu la mtaa wa Nyashimbi. Awali kabla ya greda halijapita kulikuwepo na adha ya madimbwi mbalimbali, kwa maana ilikuwa ni kero kwa hususan sana kwa wafanyabiashara, yani bodaboda, bajaji, lakini pia hata watumiaji wa hiyo barabara kwa maana ya wakazi wa mtaa wa Nyashimbi. Ilikuwa ni kero kubwa sana. Itasaidia kiasi kikubwa sana kwa sababu ndo barabara kubwa kiunganishi cha mtaa wa Nyashimbi na mtaa wa Mongolo, kwa maana ya kwamba wananchi wangu watakapokuwa wanatoka mtaa wa Nyashimbi wakiwa wanaelekea katika majukumu yao ya kazi ya kila siku ni lazima wapitie hii barabara. Of course niseme kabisa ni shukrani kubwa sana kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu mpendwa. Kwa kweli changamoto tuliyokuwa nayo ni kubwa sana. Kwanza haya maji yalikuwa yanasimama hapa lili dimbwi, likitokea gari likaja linatimua maji yanakuja mpaka kwenye maduka yetu. Alafu maji yenyewe yananuka, yana harufu kiasi kwamba mpaka tulikuwa tunakosa raha kufuatana na jinsi tunavyopata kero ya haya maji kunuka haya. Na isitoshe ikitokea labda hata pengine tunaenda kununua bidhaa zetu ili tuje tulete madukani kwetu, tukifika hapo tunazama, inabidi wakushushie kwenye maji humo. Pengine wabajaji wengine wanakataa kwamba sisi hatuwezi kwenda kule kwa sababu kuna barabara mbovu, barabara yenu haipitiki, mnakosa watu wa kuwabebea mizigo. Kwa kweli tunashukuru sana kuona sasa hivi wamekuja kuturekebishia. Tunamshukuru mkuu wa wilaya, tunashukuru viongozi wetu walioweza kufika hapa kuangalia hii changamoto tuliyokuwa tunaipata na kuweza kuturekebishia. Tuna imani kwamba ile harufu tuliyokuwa tunakerwa itaisha. Changamoto yetu ambayo tulikuwa tunaipata katika barabara hii, mimi ni mfanyabiashara wa hapa, nikiwa naagiza mzigo kupita kwa gari na kuwa changamoto kubwa sana. Unaona, ndio maana hapa tulikuwa tunajadili na watu wenzetu kwamba tufanyeje ili kusudi tufikie hili shimo. Unaona, Mwenyezi Mungu amesaidia, mkuu wetu wa wilaya amesaidia, unaona, ametuletea hapa skaveta hapa inarekebisha barabara. Jambo la kumshukuru Mungu. Si ndio? Nafurahi sana, asanteni sana. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inaitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's
Coors Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.